Kaka na dada popote mlipo, ambapo mnapoendelea kupata nafasi ya kusikiliza na kutazama channel hii ya Maranatha. Na leo ni siku nyingine tena ambapo Bwana ametupatia neema kuweza kujifunza masomo haya ambayo ni nyeti sana katika wakati huu ambao wewe na mimi tunaishi. Basi niwakaribishe popote mlipo, tupate kuomba ndipo tuanze somo letu hili la siku ya leo. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba, kupitia mwana mpendwa Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa neema na rehema. Tunashukuru sana kwa muda na fursa ambayo umetupatia kujifunza katika wakati huu. Baba, tunaalika uwepo wako uweze kuambatana pamoja nasi. Uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa somo letu hili la siku ya leo, ambapo tunaenda kutazama kuhusiana na maandalizi ya msingi sana kufanya ili kuweza kukabiliana na dhahama inayokuja hivi karibuni. Basi Baba, tunaalika nguvu yako iweze kutamaraki hapa kwa msikilizaji na mtazamaji, na mimi pia nayetoa somo naomba Baba ukanivuvie kupitia Roho yako Mtakatifu ili niweze kunena yale yanayotoka katika kiti chako cha enzi. Ndilo ombi na shukrani kupitia mwana mpendwa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru na kujinyenyekeza kwako. Amina. Basi wapenzi wa Bwana, karibuni sana wote mnapata nafasi hii ya kutazama na kuelewa kwa lugha hii ya Kiswahili. Na tumekuwa tukijifunza masomo mbalimbali kuhusiana na marejeo ya Kristo ya mara ya pili, na ndio mzigo wetu wa kipindi hiki cha mwisho. Watumishi wote mahali popote pale, wale ambao wanatambua wakati huu ambao tunaishi ni wakati finyu sana, ni wakati wa mwisho. Kwa hiyo basi lazima mzigo wetu mkubwa uwe katika kuandaa watu ili waweze kukutana na Kristo ajapo mara ya pili. Lakini kabla ya kuandaa watu ili wakutane na Kristo mara ya pili, lazima tuweze kuandaa watu na sisi wenyewe kujiandaa kwa ajili ya jambo au jaribio kubwa linalokaribia kuipata dunia hivi karibuni. Hayo ni mambo ya msingi sana. Kuandaa watu kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili ni kuandaa watu kwa zahama inayokuja hivi karibuni. Bila kupepesa macho, bila kuwa na wasiwasi wowote, tunajua kwamba sheria ya Jumapili iliyoko mbele yetu itahitaji maandalizi ya kina na ya kivitendo kwa ajili ya kukabili hiyo zahama. Kwa leo hii tunaenda kujifunza kuhusiana na maandalizi ya kivitendo kwa zahama inayokuja hivi karibuni. Na maandalizi haya ndugu zangu ni ya msingi mno. Hebu nikualike popote ulipo, hakikisha una daftari, hakikisha una Biblia, hakikisha una kalamu ili kusudi uweze kuandika nukuu, kuandika na mafungu ambayo tutakuwa tunatafakari ndugu zangu. Ninatamani sana kwa neema ya Bwana masomo haya yaweze kuwa ni masomo ya kivitendo, kama ambavyo tunaambiwa ni maandalizi ya kivitendo kwa ajili ya zahama inayokuja hivi karibuni. Kwa hiyo bila kupoteza muda, natamani twende tukatazame kwanza kwa ufupi hiyo zahama inazungumziwa ni zahama gani. Maana hii zahama inakuja ndugu zangu, tunaposema ni maandalizi ya kivitendo, hii zahama inayokuja inahitaji maisha ya kivitendo ili kuweza kuikabili hiyo zahama. Na hii zahama ndugu zangu itahusisha mambo makuu mawili ya msingi. Itahusisha mambo ya kiroho, lakini vile vile itahusisha mambo ya kimwili. Usisahau na jambo la kiakili. Japokuwa linaweza lisidhihirike kwa nje, lakini jambo la kimwili litadhihirishwa katika hiyo zahama pamoja na jambo lile la kiroho. Kwa hiyo ndugu zangu, unapoenda katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13, katika Ufunuo sura ya 13 hapa ndipo tunapoiona hiyo zahama. Na hii zahama katika Ufunuo sura ya 13 imefafanuliwa kama chapa ya mnyama. Hii chapa ya mnyama jamani tenda kwa bana watu wote katika hii dunia. Sasa tunaishi wakati ambapo ni karibu tu jambo hili litatimizwa. Na kwa neema ya Bwana baada ya somo hili tutaendelea kutazama kuhusiana na ukaribu wa hili jambo na namna gani watu wa Mungu wanapaswa kujiandaa. Hayo ni mambo ya msingi na ni ya muhimu sana. Basi nikukaribishe kwa pamoja tunapoenda kutazama kuhusiana na jambo la kwanza hadi jambo la 7. Tunasema haya ni mambo ambayo ni maandalizi ya kivitendo ili kuweza kukabili zahama inayokuja hivi karibuni. Kama tunatamani kuwa tayari kwa ajili ya marejeo ya Kristo, na kama tunatamani kuwa tayari kusimama upande wa Kristo wakati zahama hii itakapotokea katika hii dunia, wakati sherehe ya Jumapili itakapotangazwa katika huu ulimwengu, basi ni lazima, hatuna budi wote kujifunza maandalizi haya ya kivitendo ili tuweze kusimama wakati huo. Naam. Jambo la kwanza la msingi, na haya mambo jamani natamani yaweze kuwa ni mambo ya uzoefu wa kila siku katika familia zetu. Ni mambo ya uzoefu wa kila siku katika maisha ya mtu mwenyewe, moja au familia. Na utaona wazi kwamba hizi hatua 7 au haya maandalizi 7 kivitendo ambao tunaenda kuyatazama, utagundua kwamba ni mtindo wa maisha ya kila siku wa mtu moja.
ambapo kupitia huu mtindo wa maisha ya mtu moja wa kila siku ndio itaamua sasa mtu huyu apokee muhuri wa Mungu au mtu huyu apokee chapa ya mnyama. Na bila shaka katika masomo yaliyopita tulitafakari wewe na mimi, na kama ulikuwa ukifuatilia kwa makini, tuligundua wazi kwamba kinyume cha muhuri wa Mungu ni chapa ya mnyama, na kuna maandalizi kwa ajili ya kupokea muhuri wa Mungu. Maandalizi hayo yanatakiwa yatupeleke wewe pamoja na mimi katika hatua ambapo tutakuwa washindi wa kila inayoitwa dhambi kwenye huu ulimwengu. Huu si wakati wa kucheza na dhambi, wapenzi watazamaji. Huu si wakati wa kucheza na dhambi hata moja katika maisha yetu. Ikiwa kuna dhambi yoyote bado mtu anayo katika maisha yake, Mwokozi anazungumza wazi kabisa. Unapoenda katika kitabu hiki cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza kabisa, tufike hapa pamoja katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza, na tunaposoma katika ule mstari wa 9, Biblia iko wazi hapa inazungumza. Inasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Nukta. Biblia iko wazi. Unajua mara nyingi shetani ananong'oneza kwenye masikio ya kila mmoja wetu kutuonyesha kwamba katika uovu fulani wa mtu yote, anapoanguka katika uovu fulani au anapoingia katika jambo fulani ambalo limemfanya awe mbali na Kristo, shetani huwa anashinikiza kuwaambia watu na kuwarubuni na kuwadanganya kwamba Mungu amekutenga na hawezi kukusamehe. Lakini tunapojifunza wewe na mimi katika maandalizi haya ya msingi ili tuweze kusimama, maandiko yanasema tunapaswa kushinda dhambi zote. Maandiko yanasema tunapoungama dhambi tu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hutusamehe dhambi na kutuondolea na udhalimu wote. Hiyo ndio imekaa hivyo namna hiyo. Kwa hiyo shetani atashinikiza, atakudanganya kila wezavyo ili kukufanya uweze kuwa katika udhaifu fulani. Kila siku uendelee kuwa hapo na ukiwekea udhuru udhaifu wako. Na kumbuka bila shaka tupoona tunatafakari masomo haya ya mpango wa ukombozi, tulitazama wazi kabisa tukaona kwamba shetani huwa anafurahia sana pale ambapo watu wanapoweka udhuru wa tabia zao fulani, wanapoweka udhuru wa makosa fulani na dhambi fulani, kwamba nimeanguka dhambi hii kwa sababu 1, 2, 3, nisingeanguka kama ingekuwa hivi na hivi na hivi. Kuweka visingizio mbalimbali katika dhambi na makosa, shetani hufurahi sana, kwa sababu anajua pambano hili ili watu washinde ni lazima dhambi zikome kuwa sehemu ya maisha yao. Na Mwokozi hivi sasa katika chumba cha patakatifu juu mbinguni anafanya kazi ya kushughulika ili kusudi dhambi ikome kuwa sehemu ya maisha ya mwanadamu. Hivyo watu wanapozishikilia dhambi, shetani anafurahi sana, anajua mwisho wa siku hizo dhambi zitaenda kuangamiza wao wenyewe. Bila kupoteza wakati, natamani tuweze kutazama jambo la kwanza la msingi, hatua ya kwanza ya msingi ya maandalizi kwa ajili ya zama inayokuja. Jambo hili ndugu zangu sio jambo lingine bali ni ibada. Ni ibada. Kwa lugha ya Kiingereza inasema devotion. Sasa devotion ni pana. Tunaweza tukasema ibada ni pana sawa, lakini kuna namna inaweza ikakosa uzito wa kile ambacho natamani kiweze kueleweka. Ila kwa neema ya Mungu nitajitahidi kuelezea kwa ufupi lakini kwa uzuri kile ambacho nachotamani tuweze kuelewa kuhusiana na hii ibada au devotion. Na kwa neema ya Bwana tutakuwa tuna nafasi ya kutafakari haya masomo kipengele kimoja kimoja. Maana hapa tunatazama vipengele vikuu 7, hatua kuu 7 au maandalizi 7 kivitendo kwa zama inayokuja. Na mtu mwingine anasema kwa nini ni namba 7? Kwa nini singekuwa 6, 8, 3 ngapi? Sawa, unaweza ukazungumza hatua 2, 3. Kuna mwingine amesema hatua 3, lakini zote kwa zote zitulete mahali ambapo wanadamu tutashinda dhambi. Hizi hatua 7 ni hatua za msingi sana, kwa sababu hata namba 7 yenyewe ni namba ya ukamilifu. Na ndio maana tunatakiwa kufika hatua ambapo tutapata ushindi dhidi ya kila dhambi, tutakuwa wakamilifu, maana mpango wa ukombozi utaturejesha kikamilifu katika upatanifu na mbingu. Na hizi hatua 7 za msingi za kivitendo zimeshafundishwa na mjumbe wa Mungu mmoja ambaye aliweza kuelezea kwa undani kuhusiana na hizi hatua kuu 7 za kivitendo. Na mimi pia nipoziona nikasema hizi nazo ni za msingi. Mimi binafsi nikizitafakari na nikizifanyia kazi, naona zina matokeo chanya sana kwenye maisha yangu. Nikaona ni vyema pia na ndugu watazamaji mnaosikiliza ziweze kuwasaidia kwa neema ya Mungu, kama mimi ambavyo zinanisaidia, na natamani ziweze kunisaidia zaidi na zaidi kunifikisha katika hatua ambapo nitakuwa na ushindi dhidi ya kila dhambi. Natamani wewe pia ziweze kukubariki kama mimi ambavyo zimenibariki. Hatua ya kwanza ni ibada.
Tunapozungumzia ibada, ibada ni jambo pana. Na hapa ndugu zangu tunazungumzia uhusiano kwanza katika hii ibada, tunazungumzia haya maandalizi ya kivitendo haya. Tunazungumzia ni maandalizi ambayo yanamhusu kwanza mtu mmoja mmoja. Yeye mahusiano yake na Kristo. Hapa ni pa msingi pia pa kuzingatia. Maana katika ibada wengi sana tumekumbwa na ile kasumba ya kuwa na ibada za makundi, ibada za makundi. Tunatamani sana kuwa na ibada za makundi, magrupu kwa magrupu, kwamba sasa yani nadhani mnanielewa ninachomaanisha. Lakini hapa tunachokiangalia, tunaangalia uzoefu wa mtu mmoja mmoja na Kristo. Hilo ndio jambo la msingi ili mtu aweze kusimama. Maana tunaambiwa wazi kabisa tutajaribiwa kana kwamba hakuna roho yoyote ambayo inaishi hapa duniani. Tutajaribiwa kana kwamba wewe peke yako upo kwenye hii dunia. Na cha ajabu na cha kufurahisha ni kwamba Kristo anapomshughulikia mdhambi, hamshughulikii mdhambi kana kwamba kuna wadhambi wengine. Hapana. Anapomshughulikia mdhambi mmoja Daniel, anamshughulikia huyu Daniel kana kwamba hakuna wadhambi wengine duniani hapa. Hii ni furaha ya ajabu sana. Kila mara ninapotafakari hilo, ninapata burudiko la moyo kwamba Kristo ananiona mimi kama mimi. Ninapomwendea kumuomba, Baba uliye mbinguni, ananiona mimi kama mimi, haoni kuna wengine, ananiona mimi. Na mtu mwingine tena akienda kufanya hivyo anaonekana yeye peke yake. Sasa hapa tunazungumzia ibada ya mtu mmoja mmoja. Katika ibada ya wapenzi watazamaji na wasikilizaji, kuna mambo mengi ya msingi. Katika ibada hapa kuna maombi. Katika ibada hapa kuna kulichunguza neno. Katika ibada hapa kuna kutafakari. Katika ibada kuna sifa, kuna kuimba, kuna kushukuru. Hiyo yote ni ibada, ndio wapenzi watazamaji. Na sasa katika ibada unapolichunguza neno, ndipo unapoweza kuyafahamu mapenzi ya Mungu kwako ndugu zangu. Wewe unaishi mjini, unaishi mashambani, kila moja hizi hatua kuu 7 zinamhusu. Asije mmoja akasema kwa kuwa mimi nipo mashambani sasa tayari. Hapana, haimaanishi hivyo. Kila moja hizi hatua kuu 7 zinamhusu. Aliye mjini anapaswa kujua kwamba anapaswa kuwa na ibada. Nimeanza walio mjini nina maana yangu, mtanielewa hapo mbele. Anapaswa kujua mimi ninapaswa kuwa na ibada binafsi na Kristo. Asubuhi unapaswa kutenga muda kuwa na ibada na Kristo. Na niwaambieni ukweli ndugu zangu, hatuwezi kuokolewa kama hatumpatii Mungu nafasi. Hatumpatii Mungu muda, hatuwezi kuokolewa. Wale wote watakaookolewa ni wale tu ambao wamempatia Mungu nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya kila kitu katika maisha yao. Katika shughuli zao zote za kila siku za maisha, na maana Kristo ndio msingi wa maisha yao. Kuanzia asubuhi Kristo ndio msingi wa maisha yao. Sasa basi duniani huku hasa mijini, shetani amewafunga watu katika matita ya mitandao ya kijamii. Matita ya ushabiki wa vitu mbalimbali kama vile mpira, hizo movie, mziki na ushabiki wa kila namna ya mashindano, ngumi na vitu vingine vyote katika dunia hii. Hivi vyote ndugu zangu tunavipatia nafasi. Tunapovipatia nafasi ina maana tunafanya ibada kwa hivyo vitu. Hivi karibuni nilikuwa mahali fulani, nilipokuwa naenda kwenye shughuli zangu za kimaisha, nikawakuta vijana fulani wakizungumza, wanasema wanakaa kwenye vijiwe. Nilikuta watu kwenye kijiwe chao wakiwa wanaendelea na maisha hapo na shughuli za kila siku. Ilikuwa ni siku ambapo kuna timu fulani za hapa Tanzania zilicheza na kuna timu moja ilishinda. Kuna kijana mmoja akasema kwamba yani jana nimepata raha kweli nimepata raha. Mwingine akasema kwamba jana roho yangu nilikuwa nimeweka kwenye miguu. Anasema roho yangu ilikuwa kwenye miguu. Yani roho ilikuwa kwenye miguu, anasema ile yani ilikuwa inadunda kwenye miguu. Lakini baada ya ile timu kushinda, anasema yani ile roho ikaenea mwili mzima, nikaiona kwenye mikono, kwenye wapi. Yani mwili mzima ile roho ikadunda kwa furaha. Yule kijana mwingine akasema yani jana nimefurahi sana kwa kweli jana. Amefurahi kwa sababu gani? Kwa sababu timu yake imeshinda. Na mtu mwingine alikosa raha kabisa kwa sababu timu hiyo imeshinda na yeye haipendi hiyo timu. Tunaona haya maswala. Nikamwambia, jamani, hivi mnatambua kwamba kila kitu ambacho unachokipatia nafasi ni ibada? Wakatulia. Nikamwambia hivi, nikuulize swali, wewe ni dini gani? Mwingine akasema kila dini yake, kuna mwingine sio ni Mkristo wa Jumapili na mwingine ni Muislamu pale. Nikamwambia hivi, wewe kama ni kijana wa Kiislamu, siku ya Ijumaa imefika na unatakiwa kwenda kufanya ibada, na ukasikia timu yako inacheza, unaweza kabisa kuthubutu kwenda kufanya hiyo ibada
na wakati huo ni mshabiki wa hiyo timu fulani inayocheza siku hiyo, ukiwa na amani kabisa ukiwa na amani kutoa moyo wako kwa Kristo, na wakati wewe ni shabiki wa timu hiyo, nikamwambia kabisa kanisani kwako mchungaji aseme Bwana Yesu asifiwe, unaweza ukasema kwa ujasiri amina, na ukitoka nje unaangalia simu unaambiwa timu yako imefungwa goli moja, unaweza ukawa bado na ile shauku ya kuendelea kubaki kanisani? Kijana mmoja akasema bila wasiwasi, hapo ni vigumu. Tunaona Kwa hiyo ibada inachukuliwa na mpira unachukua ibada na wenyewe, kwa sababu tayari ni ibada. Mziki, nakumbuka kipindi fulani nilikuwa ni shabiki wa mziki. Nilikuwa na watazama wasanii wa mziki kiasi kwamba natamani kama niwe kama wao jinsi walivyo. Katika maisha, katika nini, natamani niwaige kila kitu. Kumbe ni mpango wa shetani katika mziki, katika mpira, katika ngumi na vitu vingine vyote. Anawatengeneza wale watu wanakuwa maarufu kwenye jamii. Alafu wale watu anaanza kuwapandikiza mawazo yake kwenye mawazo ya hawa vijana. Na vijana wanashawishika kufanana kama hao. Unakuta hadi katika maisha yao kila siku nyumbani wananyoa kama wao, wanavaa nguo kama wao, wanawafuatilia hao watu na vituko vyao wanavyovifanya, kwamba leo ameoa mwanamke huyu, amemzalisha, amemwacha, na yeye kijana anatamani kufanya kama ambavyo anafanya huyo superstar mmoja. Lakini ndugu zangu, haya yote ni ubatili na kujilisha upepo, na mambo haya yote yanapita. Jambo moja litakalobakia katika maisha ya wanadamu ni kuutoa moyo kwa Kristo kikamilifu, ili Kristo aweze kumtumia nyakati za mwisho. Hakuna atakayekuwa salama hata mmoja kama ni shabiki wa mpira, kama ni shabiki wa mziki, ni shabiki wa movie, ni shabiki wa michezo yoyote ya mashindano. Hiyo ni mbio, hiyo ni michezo ya farasi, hiyo ni michezo ya mashindano ya magari, mashindano ya baiskeli na vingine vyote hivyo. Kuna Coca-Cola, sio nini, sio kuna Kilimanjaro, sio marathon, sio vitu gani. Hivyo vyote ndugu zangu, wewe kama ni Mwadventista msabato na unashiriki katika michezo ya namna hiyo, tena cha ajabu unakuta wamama watu wazima kabisa wanavaa nguo za kubana na wao wanashiriki kukimbia hizo mbio. Wanasafiri kwenda mpaka Kilimanjaro kwenda kukimbia hizo mbio, na wakishinda nimeshinda, nimepata medani. Itakusaidia nini hiyo medani umeshinda? Tunatamani medani moja tu, ambapo tunatamani washindi watakaoshinda dhambi zote tukapata hiyo juu mbinguni. Kristo akikuvesha hiyo taji itakuwa ni baraka mkubwa sana. Natamani wewe na mimi pamoja tuweze kuokolewa. Mnasemaje jamani? Kwa hiyo ndugu zangu, katika ibada ni pana. Ibada ni kitu chochote ambacho unakipatia nafasi ya kutosha. Kwa hiyo hapa katika ibada kuna mambo mengi ya kuzungumzia, lakini jambo la kwanza ni kuwa na nafasi au na muda wa ibada huo. Kama ni asubuhi, tenga muda. Ni saa ngapi asubuhi unatakiwa kukutana na Kristo? Ndugu zangu, haya ni maandalizi ya kivitendo kwa ajili ya zama inakuja hivi karibuni. Kila mmoja hakikishe ana muda maalum wa ibada. Hata mimi pia nina muda maalum wa ibada. Kabla kukutana na familia, mimi kufanya ibada ya familia, nina muda wangu kwanza maalum wa kuamka mapema kabla jua halijachomoza. Ninatakiwa kwanza niwe na Kristo katika sehemu ya faragha, hapo tuzungumze na Kristo. Kwa kuwa na muda maalum wa ibada, lakini uwe na sehemu maalum ya ibada. Kuna watu ni kukurupuka tu, leo naombea hapa, leo naombea hapa, leo naombea hapa. Ni sawa, Mungu anasikia maombi, lakini vyema ukawa na mahali maalum kwa ajili ya ibada. Wewe uko mjini unasema kwamba siwezi kupata nafasi ya kuombea. Sawa, tenga chumba kimoja ambacho hicho kitakuwa ni maalum kwa ajili ya ibada. Ukikosa kabisa, hata jikoni ombea tu, hata jikoni ombea, hata hapo chumbani kwako. Kuna wale ambao wamepanga mageto, unasema mageto. Mtu amepanga chumba kimoja ambapo hapo kuna kitanda, kuna jiko, kuna kila kitu hapo ndani. Ni sawa kabisa. Hata hapo unaweza katenga kwamba sehemu hii hapa ninaitenga rasmi kwa ajili ya ibada. Ndugu zangu, haya mambo ninazungumza kwa lugha nyepesi sana, lakini nikwambie ukweli. Ukiwa unatamani kumfahamu Kristo, ikiwa unatamani kujenga mahusiano yako na Kristo mnamo nyakati za mwisho na kuwa tayari kwa marejeo yake na kujiandaa kivitendo, jambo hilo ni la msingi. Kuna watu wanatafuta kwenda mashambani. Kwenda mashambani hapa ni hatua ya 6. Hatua ya kwanza ni ibada. Kabla hujanyanyua mguu wako kusema kwamba hebu nitafute shamba la kwenda, nyanyua kwanza moyo kwa Kristo. Na kuomba sana, tafadhali ndugu zangu. Kuna watu wanatamani kufanya matengenezo ya chakula. Wanatamani kufanya matengenezo mahali pa kuishi, mahali pa kufanyia kazi, elimu gani na vingine vyote. Ndugu zangu, kabla ya hayo yote, jambo la kwanza, weka ibada iwe mbele ya maisha yako. Ibada ni msingi wa watu kupokea matengenezo mengine yote yanakuja hapa chini. Na hata sisi wenyewe lazima tujitengenezee hiyo misingi.
Tutengeneze chemichemi kwanza, tutengeneze ule ulaini wa moyo, ili kusudi neno la Mungu linapokuja kwenye maisha yetu na matengenezo ambayo tunatakiwa kuyafanya iweze kuwa jambo rahisi kabisa. Kwa hiyo muda mwingine tumejikosea hata sisi wenyewe kwa kushindwa kutengeneza mazingira ambayo kwayo yatasaidia neno la Mungu liweze kuzaa matunda. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo la kwanza la msingi katika maisha yetu ni nini? Ibada. Katika ibada hakikisha unakuwa na muda wa kutosha na Kristo. Asubuhi usiruhusu kuingia kwenye shughuli zako, usiruhusu hata kwanza kushika simu. Kuna watu ambao wanalala usiku, wanapolala wazo la mwisho ni kuchati. Niambie, ndio Juma, umeendeleaje? Vipi bwana mambo? Nitumie picha, zinatumwa. Analala. Anapoamka asubuhi wazo la kwanza ndio hilo ambalo alilala nalo. Hivi nimetumia na message na ngapi? Data. Amepata tu nukuu moja, anatumia wengine. Wewe asubuhi na mapema saa 11, saa 10 umeshaanza kuwatumia message. Jamani. Kila mmoja anapaswa kwanza kupokea neno yeye kama yeye kutoka kwa Kristo. Maana Kristo anampatia neno kila mmoja. Pokea kwanza neno hilo wewe, litafakari, ulielewe vizuri. Muda mwingine Bwana hatamani umtumie mtu jambo hilo. Anatamani lio la kwako wewe kama wewe utafakari maisha yako. Ila mara nyingi unaweza kupokea neno ukamwona dada Amina namuona hapa. Unaanza kwa dada Amina. Kumbe hilo neno lilikuwa na kuhusu wewe, liweze kuongoa moyo wako. Sasa jambo la kwanza ndugu zangu, unapoamka asubuhi, hakikisha una muda binafsi wa ibada. Kama utaanza na nyimbo, utaimba. Kama utakuwa na tafakari, utakuwa na mambo ya kufikiria, mambo ya usiku utawaza, ndoto zako zimeendaje? Unaota ndoto za ajabu, unaota ndoto unapiga watu. Mambo mengine ni ya ajabu watu wa Mungu wanaota. Lazima ujiulize, kwa nini mimi niote ndoto kama hizi? Kwa nini niote ndoto na wasema wenzangu vibaya? Kwa nini niote ndoto na mchinja mtu? Ni mambo yote ya kutafakari mtu wa Mungu. Alafu pata muda wa kutafakari, maisha yangu leo yataendaje? Muulize Mungu, hojiana naye, mfanye kuwa rafiki. Na wengi sana katika maombi, hii unakuta maombi kwa wengi ni kifungo. Nikisema hivi nadhani mnanielewa. Kwa wengi sana maombi ni kifungo, kwa maana kwamba yani yeye kuomba ni jambo ambalo sio linahitaji maandalizi gani. Lakini kuomba ni jambo la kuzungumza wewe na Baba yako wa mbinguni kwa njia rahisi kabisa. Mueleze kwa lugha yoyote ambayo yeye anaweza kukuelewa na wewe unaweza kuelezea kwake. Mueleze ahadi unazozisoma, mshukuru kwa ahadi, mwambie mipango yako, mwambie ushauri ambao unatamani akupatie, muombe pale ambapo unatamani baraka zake zile ambazo ameahidi, na vingine ambavyo unaweza usivijue sana kwa upana. Mueleze hiki kitu sikielewi, nifanyeje? Yaani tumueleze Mungu kama rafiki wa karibu. Jamani, hii ni kiu ya wengi sana. Na napoongea na maanisha kwamba hii ni kiu ya watu wengi sana kutengeneza mahusiano na Kristo. Wanaanzaje? Wengi wanajiuliza, wanaanzaje? Unaanzia hapo hapo. Cha kwanza, uwe na muda maalum wa ibada. Asubuhi weka ibada, mchana tafuta muda wa ibada, na jioni kabla jua kutua hakikisha una ibada. Hasa wengi msikurupuke tu kazini. Hapana. Na tusiwe tunakimbizana na Mungu. Tuhakikishe Mungu tunatembea naye. Kwanza hamna mahali popote ambapo anasema kimbia na Mungu. Ile nimesoma maandiko yanatuambia tunapaswa kutembea na nani? Kutembea na Mungu. Na ndio maana Enoko alitembea na Mungu. Hakukimbia na Mungu, alitembea na Mungu. Alikuwa na muda naye wa kumsikiliza, naye pia kuzungumza na Mungu akimsikiliza. Ulikuwa ni urafiki wa karibu sana. Hilo ni jambo la msingi la muhimu kabla ya mambo mengine kufanyika katika maisha ya mwanadamu. Nini jamani? Ibada. Tunaenda hatua ya pili. Hatua ya pili ya msingi ya kuzingatia, utakumbuka jambo la kwanza ni nini? Ni ibada. Na katika maisha ya kila siku, kama umeshaamka asubuhi tayari, umeshafanya ibada binafsi, kama una familia, umekwisha fanya ibada na familia, jambo linalofuata katika maisha ya mwanadamu ni nini? Uniambie. Jambo linalofuata katika maisha ya mwanadamu ni nini, ambalo hilo nalo ni la msingi kuwe na maandalizi yake, na ni la msingi kwa tukio zito linalokaribia kuipata dunia hivi karibuni. Utakuwa mkweli na mwaminifu kwamba mtu akishamaliza tu ibada yake, anapoinuka anaingia wapi? Jikoni. Huu ni uzoefu wa maisha kila siku. Ataingia jikoni kwa lengo la kuandaa chakula kwa siku hiyo husika. Kwa hiyo jambo la pili la msingi, maandalizi haya ya msingi, jambo la pili ni kuhakikisha kwamba wanadamu wafikia hatua ambapo watakapotengeneza na kurekebisha masuala mazima ya chakula. Ukishafanya ibada, maana katika ibada utatafakari, katika ibada utapata muda wa maombi,
lakini katika ibada utasoma neno la Mungu. Na kama unatamani hayo kuyaishi sasa na kupata akili nyepesi za kuendeleza uhusiano huo na Kristo siku baada ya siku, hakikisha kipengele cha chakula ni cha msingi kwako kukizingatia. Na haya masuala jamani yanaendana. Swala la ibada au kuwa na muda na Kristo, kufanya maombi na kusoma na kuchunguza neno, vinaendana na chakula. Wewe ujaribu kutumia chakula kingi. Sitamani mtu ajaribu kwa sababu utaharibu afya yako. Lakini niseme hivi, siku zile ambapo unapotumia chakula kingi, kwanza nianze katika matengenezo ya chakula, kwanza kuna chakula gani cha kutumia? Lakini pia kuna namna gani ya kutumia chakula hicho? Jamani, Mwadventista msabato yote ananitazama hapa, tunatambua wazi kuanzia mwaka 1844 tumekwisha kutazama haya masomo. Kwa wale ambao wanafuatilia watagundua wazi kwamba tumekwisha tazama haya masomo. Tunatambua kwamba tangu mwaka 1844 Bwana anaturejesha taratibu lakini kwa uhakika kwenye upatanifu na yeye, hasa katika kipengele hiki cha chakula, kuturejesha katika mpango wa awali wa Edeni, ambapo mwanadamu hakupaswa kutumia hakupaswa kutumia mazao au chakula chochote kinachotokana na wanyama, bali mwanadamu alipaswa kutumia chakula kinachotokana na mimea. Kwa kipengele cha pili jamani hapa ni chakula, na wengi sana wanashindwa kuacha nyama, wengi wanashindwa kuacha maziwa, wengi wanashindwa kuacha mayai. Ni kweli? Ndio, ni kweli. Hata mimi haikuwa rahisi kuacha mayai na maziwa, haikuwa rahisi. Kwa sababu hivi vyakula ni vitamu kwenye ladha mdomoni, lakini ni vichungu sana kwenye akili na kwenye roho yako. Maandiko yanasema wale wote ambao wanaendekeza uchu wa chakula wanahatarisha afya zao. Sio afya tu za kimwili, lakini vile vile wanahatarisha afya za kiroho. Maandiko pia yanasema wale wote wanaendekeza minofu na nyama, tunaambiwa wataacha kuambatana na watu wa Mungu, wasifuatane nao tena. Hiyo ni matukio ya siku za mwisho. Na nukuu zingine ziko nyingi sana kuhusiana na matengenezo ya chakula. Jamani, Bwana atusaidie. Unyenyekevu wa kweli unakuja pale ambapo tunapolisikia neno la Kristo na kuomba sasa rehema zake na neema yake ili kulitii hilo neno. Kwa sababu sio rahisi kulitii neno la Mungu tukiwa na utu huu tulionao. Lazima tujivue sisi wenyewe. Yaani kumfuata Mungu ni kufanya hivi, ni kusema Dani, kuanzia leo na kukataa. Natoka kwako Dani. Na eli mimi hapa niseme natoka kwa Dani huyu. Huyu Dani hapaswi kwenda mbinguni kama alivyo. Lazima nitoke kwa huyu Dani, nijivue mwenyewe, nijikatae mwenyewe. Ndio maana Mwokozi anawaambia wanafunzi, mkitaka kunifuata mimi, kila mmoja ajikatae mwenyewe. Ajitwike msalaba wake, afu ndio anifuate sasa. Tunaona? Kwa kujikataa ni kufanyaje? Kujikataa sisi wenyewe ni kuachana na taratibu za maisha yetu ya kila siku. Taratibu za maisha yetu ya kila siku ni kwamba friji linatakiwa lijae maziwa. Buchani mimi pale ni mahali pa kwenda mara kwa mara. Kokoriko. Hao nao wawe maadui zangu. Sio, mnanielewa ninachomaanisha eh? Unajua hata mimi nafuga kuku. Kuku kwangu mimi ni marafiki. Nikiita tu wanakuja miguuni. Hao wanakuja, nawapatia mchele, unapatia mahindi, wanafurahi. Wanakuwa marafiki. Kuku wa nyumbani kwangu mimi wote ni marafiki. Na kila kuku napenda kumchunguza. Nikasema, hivi siku huyu kuku mtu anamchukua na mchinja. Yaani unajisikia moyo hadi unauma kwa kweli. Kuchinja kuku ambaye umemzoea na kumfanya kuwa rafiki. Kuku hadi mtu, na ukiwafuga kuku kwa namna hiyo, kuku wanakufuata, wanakuwa marafiki zako, wanakufuata. Wale ambao wanafuga ng'ombe, sijui na mifugo mingine, wanafahamu huu uzoefu ambao naozungumza hapa. Hasa ndugu zangu, licha tu ya huo ukatili wa namna hiyo, lakini pia ni hatari sana kwa afya zetu. Na tunaambia kwa kadiri muda unavyozidi kusonga, matumizi ya vyakula hivyo hayatakuwa salama hata kidogo. Sio hayatakuwa salama, sio salama hata kidogo. Wale ambao wanakunywa maziwa, niwaambieni ukweli wazi kabisa, hakuna ng'ombe sasa yoyote anayetoa maziwa bila sindano za kutosha. Na hizo sindano ni sumu. Ng'ombe anachomwa sindano, inaenda kwenye damu, ndio anazalishwa hayo maziwa. Na hayo maziwa kabisa, mtu wa Mungu kabisa unakunywa kabisa, una wasiwasi. Alafu unategemea eti uende ukasome Habakuki uielewe. Unategemea ukasome Ufunuo uielewe. Ndugu zangu, hatutaweza kuelewa. Sina lugha ya kuelezea jambo hili, lakini kiukweli ubishi yote wa maandiko na usumbufu wote wa mambo haya unaanzia katika chakula. Mimi nikishajua tu mtu nikimwona mtu ni mbishi, najiuliza anakula nini? Wewe jiulizege tu. Hata mtoto mdogo ukimwona mtoto msumbufu nyumbani, jiulize anakula nini.
Alafu kama hali nyama na vyakula vyote, sio maziwa na mayai na vitu vingine vyote, nenda kaangalie namna gani anakula huyo mtoto. Anatafuna vipi? Kuna mtu chakula anafanya tu hivi. Kama ambavyo tunavyoona kuku wanavyokula, wanameza tu. Wanameza tu. Huo sio ulaji wa watu wa Mungu. Hapa napo tunapaswa kujifunza kuhusu matengenezo ya chakula. Kujifunza kanuni za afya zile 8 za msingi za kuzingatia. Magonjwa hayatakoma kwa watu wa Mungu kama wanalizalau neno la Mungu katika matengenezo ya chakula. Magonjwa yatakuwa sehemu ya maisha yetu. Bwana mwenyewe amesema, ameweka mbele uzima na mauti, laana na baraka, ti uishi asi ufe. Bwana tusaidie wapenzi, maana upendo wa Mungu ni kutusaidia kutuelezea haya mambo kwa upana. Alafu tukishaelewa sasa, sisi jukumu letu kuyatii, na tunapoyatii ndio uzima wenyewe. Ndugu zangu, kama kweli tunatamani kumwona Kristo akitokea mara ya pili katika mawingu ya juu mbinguni, basi matengenezo ya chakula lazima yachukue nafasi. Lakini kabla ya kufanya matengenezo ya chakula, hakikisha kwa neema ya Mungu una maombi ya kutosha, una ibada ya kutosha. Yaani unamuuliza Mungu kila kipengele cha maisha yako. Umuulize kabisa, mwambie Bwana, nimejifunza nimeona maziwa sio sehemu ya chakula cha mwanadamu. Nimejifunza nimeona nyama sipaswi kutumia. Nimejifunza nimeona wazi mayai haya. Hawa samaki wanavyopendeza hivi. Kuna wengine wanatetea samaki. Hey, samaki ni nyama nayo. Samaki ni nyama, samaki ni nyama. Ila Bwana anatamani wale wenye imani rahisi ya kutii tu neno lake. Kusema kama ndivyo asemavyo Bwana, yatosha. Kwa hiyo kabla ya hayo yote muulize Bwana, nimeona hayo yote lakini Bwana natamani nijue mapenzi yako ni nini kwangu? Mapenzi yako nini kwangu? Na Bwana atakupatia neema yake. Utaelewa nini yakupasa kutenda. Mimi naweza nikazungumza, lakini sijui hali ambayo unapitia. Uenda kwako ni rahisi, uenda kwako ni vigumu. Lakini ukimhoji Bwana, atakupatia maelekezo. Kwa hiyo usiache nyama kwa sababu mimi nimesema, na kuomba. Usiache maziwa kwa sababu mimi nimesema. Mimi nakwambia ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Wewe chukua muda na Kristo muulize, alafu na uache kwa sababu za msingi. Kuna watu wameacha kwa sababu eti ya afya, kwamba eti afya kimwili, kwamba kwa kuwa sasa magoti yanauma, mifupa inauma. Unajua wale wenye matatizo ya mifupa, magoti, siku mtakapoacha mayai, maziwa na nyama, mtapona. Na kurejea katika mpango wa Mungu awali wa maisha, mtaelewa. Mtapona kabisa. Na mtaelewa kwamba kweli Bwana anachosema ni hakika. Na hata kumtibu mtu kwa njia za asili hawezi kutibiwa hata siku moja. Waulize wale wote ambao ni wamishonari wa kitabibu ambao wanatibu watu kwa njia za asili. Kila mmoja, labda kama ukutana na wahuni, kwa sababu kuna wengine ni wamishonari ambao ni wahuni. Wanajua wanatumia mayai, wanajua wanatumia maziwa, wanajua wanatumia nyama. Lakini bado mtu anakuambia utumie mambo ya asili. Sasa wewe mwenyewe unatumia vitu ambavyo sio vya asili, alafu anakuambia eti upone kwa njia za asili. Jamani, hiyo ni ndoto na ni udanganyifu na ni dhambi mbele za Mungu na wanadamu. Hiyo ni hatua ya pili ya msingi ya kuzingatia, ni matengenezo ya chakula. Tunaingia hatua ya tatu ya kivitendo. Hayo yote ni masuala ya kivitendo. Hatua ya tatu, nilisahau kusema. Nilisema kwamba ukimwona mtoto msumbufu, jiulize anakula nini, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, jiulize anakula namna gani, anatafuna vipi, anakula mara ngapi kwa siku. Mtoto anakula mara 5 kwa siku, hilo ni tatizo. Hapo unatengeneza jeshi la shetani. Hata kama anakula brown rice, hata kama anakula dona, hali sembe, hata kama anakula mboga za majani, lakini kama anakula mara nyingi kwa siku, au anakula katikati ya mlo, kwamba mlo huu umepita, hajapita masaa 4 5, anakula mlo mwingine na mwingine, hapo unaandaa jeshi kwa ajili ya shetani. Lakini mtoto anakula kiasi gani cha chakula? Hata mtu mzima. Kuna watu wanakula hadi pale tumbo wanaposikia mbavu zinabana. Hapo ndo unasema sasa nimeshiba. Tatizo kubwa sana hilo. Ulaji mbaya ni tatizo kubwa sana. Na kwa njia hizo maelfu ya watu wanachimba makaburi kwa meno yao wenyewe. Nabii ndio anasema hivyo. Anasema watu wengi sana wanachimba makaburi kwa meno yao wenyewe. Ulaji mbaya, na nabii anasema kwamba makaburi ya wengi sana, anasema
yakitazama katika jicho la kimbingu makaburi mengi yameandikwa kwamba amejiua mwenyewe kwa kula kupita kiasi, amejiua mwenyewe kwa sababu ya uchu wa chakula na mambo mengine mengi. Kwa hiyo haijalishi unatumia chakula gani, hata kama ni chakula kile cha matengenezo, lakini pia tunapaswa kutumia kwa kiasi ambacho Mungu anatamani tuweze kutumia. Bwana tusaidie sana wapenzi watazamaji na wasikilizaji. Na haya yote unaweza kutazama kwa upana kabisa hata unapoenda kwenye haja. Choo akikufichi. Unapenda kupata choo kubwa jamani, unapenda kupata choo kubwa. Choo kubwa ndio inakueleza unakula namna gani. Tunawaambia choo yoyote haipaswi kutoa harufu mbaya. Ni kweli ukila parachichi, ukila nanasi kuna namna utaenda kupata choo ambayo yenye unanasi. Hiyo sikatai. Lakini choo haipaswi kutoa harufu. Unatoka huko ofisini na mwenzako anaenda lazima hadi anajuta. Hata mwenyewe unaogopa kwamba anayeingia huku ndani atakachokutana nacho ni hatari. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu kile chakula kinakuwa kimeoza tumboni. Sasa unakula kuku, unakula samaki, unadhani akiingia tumboni akioza itakuwa ni jambo la mchezo hilo? Hasa kama kitu kinaoza tumboni, kwa nini usipate magonjwa sasa? Sehemu ya magonjwa inakuwa ni tumboni kwako. Kwa hiyo unatengeneza kiwanda cha magonjwa mbalimbali tumboni. Hilo ni tatizo mbaya sana jamani. Choo hakipaswi kutoa harufu, lakini pia choo kinapaswa kuwa kimetengenezwa vizuri, kimeundwa vizuri. Wenda wakati mwingine Bwana atatupatia nafasi ya kujifunza haya masomo. Ni masomo muhimu sana jamani, ya kuzingatia haya ili tuweze kuwa tayari kwa ajili ya majira ya Kristo mara ya pili. Akili zenye uwezo wa kuelewa neno la Mungu ni zile tu ambazo zenye kulishwa chakula kizuri cha kimwili. Na unajua chakula tunachokula kila siku ni chakula pia kwa ubongo. Kwa hiyo kama unakula chakula vizuri, ina maana ubongo wako unalisha vizuri, na usemi ya ubongo kwenye akili ndipo mahali ambapo Roho Mtakatifu ananena na wanadamu. Sasa mara nyingi sana Roho Mtakatifu ananena kwenye maisha yetu, ananena kutuambia mambo mbalimbali, lakini hatumsikii. Kwa nini? Ni kwa sababu akili zetu zimekuwa na ulevi. Na maandiko anasema katika kitabu cha Mhubiri, anasema kwamba heri mtu anayekula kwa ajili ya nguvu, sio kwa ajili ya ulevi. Unajua mara nyingi tumekula chakula ili tuwe walevi, ili na sio kupata nguvu. Hilo nalo ni tatizo. Tunasonga mbele. Hatua ya tatu ya msingi ndugu zangu, baada ya kutoka katika kipengele kile cha chakula. Kwanza tumeanza ibada. Chakula. Baada ya chakula na ibada watu wanaingia wapi? Wanafunzi wanaingia darasani kupata elimu, na wafanyakazi wanaingia wapi? Kazini. Kwa jambo la tatu la msingi, maandalizi ya kivitendo namba 3 ni swala zima la matengenezo ya elimu ya msingi ambayo itakayoandaa watu kusimama, pamoja na matengenezo ya kazi za kweli. Naomba nielezee nini maana yake. Maana yake ni hii hapa. Ili tuwe tayari kumlaki Kristo ajapo mara ya pili, lazima watu tuwe katika nyanja au katika mstari wa elimu ya kweli. Sio hiyo tu, kwa sababu unapopata elimu lengo upate nini? Unapopata elimu lengo upate kazi. Kwa hiyo kama unapata elimu ya kweli inakupelekea kwenye kazi ya kweli. Kwa hiyo matengenezo ya kazi ni ya msingi, matengenezo ya elimu pia ni ya msingi. Wakati sio rafiki sana, lakini natamani wakati ujao tutapatia haya masomo yote hivi vipengele vyote 7 hivi. Kila kipengele kitakuwa na somo lake. Kutakuwa na somo maalum linaloitwa elimu ya kweli na kazi ya kweli. Watu wanaingia kwenye elimu mbalimbali, na watu wanaingia kwenye kazi mbalimbali. Kwa hizo elimu mbalimbali ambazo unazoenda kuzipata baada ya kupata chakula cha kimwili, au kazi unazoenda kuzifanya baada ya chakula, zitaamua upokee muhuri wa Mungu au upokee chapa ya mnyama. Tutatafakari kwa upana. Lakini hatua ya 3 ni nini? Hatua ya 4 sasa tunaingia. Hatua ya 4 utajihoji. Unapomaliza kazi au unapomaliza muda wa kupata elimu yako, huwa unaingia wapi? Wengi wanapenda kwenda kupata nafasi sasa ya kuburudisha akili zao. Wale wa ng'ambo wanasema kurelax. Anasema ngoja kwanza nikapate good time, nikarelax kidogo, nikapumzisha akili. Sasa hapo unapoenda kupumzisha akili, na maana ni kipengele hicho kinaitwa maburudisho. Kwa hiyo ili tuwe tayari kumlaki Kristo ajapo mara ya pili, ili kuweza kusimama wakati wa sherehe Jumapili, lazima tuwe na maburudisho ya kweli. Na maburudisho hayo wachache wanatambua kwamba maburudisho ya kweli ni kwenda kupata muda na Kristo, ambapo kuna wengine maburudisho yao wataenda sehemu zile za nature, sehemu za asili, watatafakari kazi ya mikono ya uumbaji wa Mungu. Wengine wataenda kwenye uimbaji, wataimba. Wengine wataenda kwenye kushuhudia na kugawa vitabu. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya furaha na maburudisho. Unaona Kwa hiyo hivyo vyote ni sehemu za msingi za kuzingatia. Kuna wengine wataenda kwenye mikutano mbalimbali ambayo unajua hapa
namna mbalimbali ambazo zinaweza zikawasogeza watu karibu na Kristo, au wengine wakaenda mahali ambapo wakasogezwa mbali sana na Kristo. Hilo nalo ni jambo la msingi la kuzingatia, maana huko ndiko unakoweza kupata mahusiano na marafiki wa kweli. Na kwa wale ambao hawajaoa, huko ndiko mahali unakoweza sasa kwenda kupata wachumba. Hata mimi mke wangu nilimpata katika maburudisho hayo. Tulipenda kwenye mkutano fulani. Huko sasa ndio nikamwona, nikajua huyu sasa anafaa kuwa mama wa familia katika maburudisho. Kwa hiyo nikualike ndugu yangu na wewe pia kama hujaoa sasa, ukitaka upate mchumba wa kweli ambaye unaona kabisa huyu atanifanya niende mbinguni, niende nikamwone Kristo uso kwa uso, hakikisha haukosi zile sehemu za maburudisho ya kweli. Kuna maburudisho ya kweli wale wa medical missionary ambao wanaenda katika maburudisho ya medical missionary. Unajua kazi ya Mungu ni raha jamani, niwaambie ni kweli, kazi ya Mungu ni raha. Kazi ya Mungu sio jambo la kutuwekea hali ya huzuni na kutuvunja moyo. Kazi ya Mungu inapaswa kuwa sehemu ya raha, kwenda kuona wagonjwa, kwenda kuwafikia watu, kuwahubiria habari njema za neno la Mungu. Kwa hiyo utamkuta mdada na hubiri, mkaka na hubiri. Hao sasa ndio wanaweza wakatembea pamoja kwamba naona anahubiri vizuri huyu, naona anampenda Mungu. Lakini pia kwenye kupika naona anapika vizuri. Nakumbuka kipindi tunasoma, wakati tulipokuwa tunaenda kuhubiri katika sehemu mbalimbali, tulikuwa tukienda huko unakuta wadada pa wanajitoa kupika. Lakini wadada wengine utakuta wako busy na simu, wana chat. Wadada wengine wako jikoni mara nyingi, mara amejishughulisha huku, amesogeza kuni, amefanya hiki, ameosha masufuria, amechuma mboga, wanajishughulisha. Unaona, hata vijana walikuwa wanatazama kwamba huyu anafaa kuwa mke, huyu hafai kuwa mke. Na wale pia wadada nao walikuwa wanachunguza. Huyu kaka amesogeza kuni, amepasua kuni, amefanya hiki, wanajua huyu anafaa kuwa mume, huyu ni mzigo. Unaona? Hayo yote ni maburudisho ambayo yanaweza kukupatia mke mwema. Na huyo mke mwema na mume mwema watakusaidia kwa jambo linalofuata sasa, ambalo ni nini? Kuingia kwenye kipengele cha ndoa. Na hiyo ndoa nayo jamani ni moja kati ya maandalizi, na ni kipengele cha ngapi? Kipengele cha 5. Sio wote wameitiwa kuwa na ndoa, sio wote. Na wale walioitwa kuwa na ndoa, ina maana kipengele cha ndoa kitakuwa ni kipengele cha 5 cha msingi kwao, kwa maandalizi ili kukabiliana na zama inayokuja hivi karibuni. Lakini wale ambao hawajaitwa kuingia katika uhusiano wa ndoa, basi watakuwa na mahusiano na marafiki kama wa kiume, watakuwa na marafiki wa kiume ambao wanajua hawa watanisaidia kwa pamoja kuwa na uhusiano mzuri na Kristo. Hata mimi kabla sijaoa nilikuwa na marafiki ambao nilikuwa najua kabisa hawa nikienda nao mara kwa mara, nikizungumza nao mara kwa mara, ni watu wanaonisogeza karibu na Kristo. Wapo wengi, siwezi kuwataja majina sasa, lakini wako wengi. Wale ambao wengine wanaotazama wanajua walikuwa marafiki zangu. Na kuna wengine walikuwa ni marafiki kwa maana kwamba walikuwa na familia, nami nikawa ni marafiki katika hizo familia. Mwalimu wangu aliyenifundisha ujumbe, yeye alikuwa tayari na familia, na mimi nikawa ni rafiki wake katika familia. Akanichukua, akanilea kama mdogo wake, akanifundisha neno kama mdogo wake, akanisogeza, akaniweka karibu na Kristo. Nikaona huyu ni rafiki mwema, na kweli kabisa siwezi kumsahau, na naendelea kumwombea kila siku. Bwana amjazie neema yake, amlinde, amtunze, ampatie uwezo wa kumjua Mungu wa mbinguni na kuendelea kuwabariki wengi kama ambavyo mimi nimebarikiwa na yeye. Kwa ni rafiki mzuri sana. Ukitamani kumjua, naomba nitafute, nitakwambia rafiki huyu ni nani. Ni rafiki mzuri sana ambaye alinisogeza karibu na Kristo, na hata hivi sasa ni rafiki yangu na ni kaka yangu katika Kristo. Kwa hiyo kuna mbaraka wa kuwa na marafiki wa namna hiyo, marafiki ambao mzigo wa maisha yao ni Kristo na sio jambo lingine. Lakini jambo la 6, na mimi nimeshuhudia katika maisha yangu, jambo la 6 ni kuishi mashambani, country living. Hili jambo la msingi sana. Na huyo rafiki mimi hakuniachia hapo tu katika urafiki wa namna hiyo. Alinikaribisha nyumbani kwake, alikuwa rafiki yangu, akinitembelea mara nyingi mahali ambapo nilikuwa naishi, lakini mwisho wa siku akanichukua, ndio mtu wa kwanza kunichukua na kunipatia ujumbe wa kuishi mashambani. Lakini sio hiyo tu, akanishika mkono na kwa pamoja tukaenda mashambani. Jambo jema sana. Namtukuza Mungu kwa ajili ya huyo. Namwombea mafanikio mema katika maisha ya ulimwengu huu, lakini zaidi ya yote katika ulimwengu ujao, uzima milele. Kwa hiyo jambo hili ni la msingi ndugu zangu, kuangalia katika kipengele hiki cha kuishi mashambani. Kama tunataka kusimama Kristo ajapo mara ya pili na kusimama wakati wa zama kuu ya hivi karibuni, jamani, lazima tuhakikishe tunaenda kuishi mashambani. Na hizi hatua zingine zote za hapa juu, ili ziweze kufanikiwa vizuri, lazima tuwe mahali pa utulivu nje ya mji. Utagundua wazi kabisa, ili uweze kuwa na ibada nzuri iliyotulia bila bughudha yoyote,
lazima uwe mazingira utulivu, nje ya mji, mahali ambapo utapata utulivu na Kristo. Na sio lazima uwe na eka 200, eka 10, 20. Hata eka 1 inatosha kwako, kwa sababu unachokitafuta pale hujaenda kulima mahindi sijui heka 100 ngapi. Sio mzigo wa kwanza. Mzigo wa kwanza yawe ni mahusiano yako wewe na Kristo. Alafu Kristo atakwambia sasa ongeza na heka hii na nyingine hii na nyingine hii. Hivyo ndivyo vitu vya msingi watu Mungu tunataka kuvifahamu. Kwa kuishi mashambani kutakusaidia pia kuwa hata na matengenezo sahihi ya chakula, kwa sababu utakuwa na kipande cha ardhi, utakuwa unalima bustani yako, utakuwa unajilimia vyakula vyako, kama ni vimihogo, kama ni viazi na nini. Hivyo vyote vinakusaidia kuwa na akili njema ya kufanya mapenzi ya Mungu. Ndugu zangu, haya yote kama nilivyozungumza tutapata nafasi ya kuyachunguza vizuri kipengele kwa kipengele. Na jambo la mwisho la msingi la kuzingatia ili tuweze kumlaki Kristo japo mara ya pili, maandalizi ya kivitendo hayo. Jambo la 7 ambalo ni la mwisho ni swala zima la kuongoa roho, soul winning. Wamishonari wa kweli ambao tutaweza kuongoa roho kwa Kristo ni wale ambao wana mahusiano na Kristo, lakini wale ambao wanaishi mazingira ya nje ya miji. Hao ndio watakaweza kuwaongoa watu na kuwatazamisha kwa ajili ya kile kinachojia ulimwengu hivi karibuni. Kwa ndugu zangu, na hili swala pia nabii anazungumza, siwezi kwenda kwa upana sana sasa hivi, lakini kama nilivyoahidi kwamba tutapata nafasi tutazungumza kwa upana kuhusiana na kuishi mashambani, nini maana yake na inapaswa kufanyika vipi. Hayo yote ni mambo ya muhimu sana kuzingatia. Kwa hiyo kuishi mashambani, nabii anazungumza katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, ambapo aliulizwa swali kwamba sasa kama watu wakaenda kuishi mashambani, habari gani kuhusiana na miji, itaonywa? Akasema ndio, miji itaonywa, lakini sio kwa watu ambao wanaishi katika hiyo miji, bali kwa watu wanaoishi nje ya miji, watakuja kuitembelea na kuionya kwa kile kinachojia ulimwengu hivi karibuni. Kwa hiyo wapenzi watazamaji na wasikilizaji, kama tunatamani kweli kabisa kuhubiri injili vizuri na injili ambayo itakuwa haina uongo, basi tuondoke kwenye miji mikubwa na kutafuta vipande vya ardhi katika maeneo nje ya miji, mahali ambapo tutakuwa tunatengeneza familia zetu na kuziandaa kwa ajili ya Kristo ajapo mara ya pili. Kwa leo mimi nitaishia hapa. Ikiwa una swali, ikiwa una nyongeza yoyote katika hili, unaweza ukacomment hapo YouTube. Unaweza ukacomment ili kwa pamoja tuweze kujifunza na kusogezana karibu na Kristo. Bwana tubariki sana jamani, na tuandae kwa ajili ya marejeo yake ya mara pili ambayo yamekaribia sana. Tunaona wazi kabisa katika matukio yanayotokea kutuzunguka. Bila shaka katika karamu ya unabii tunaona wazi kwamba sasa ni wakati wa mwisho kabisa wa kufunga historia huu ulimwengu. Kristo anakaribia kurudi tena mara ya pili. Swali, tumejiandaa kumlaki? Wakati ujao tutatazama mambo kadhaa kuhusiana na yale ambayo yametokea mpaka sasa na kile ambacho watu wa Mungu tunachotakiwa kukifanya. Haya mambo yachukue maandalizi 7 ya msingi ya kivitendo, yafanyie kazi na matokeo yake utaniambia. Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tupate kuomba. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, Baba Bwana wetu mpendwa sana Yesu Kristo, Baba nakushukuru kwa neema na rehema, na kushukuru kwa fursa ambayo umetupatia kuweza kujifunza ujumbe huu. Tumetazama maandalizi 7 ya kivitendo kwa zahama inakuja hivi karibuni, lakini kwa marejeo yako ya mara ya pili. Baba wa mbinguni, mimi lugha yangu sio njema sana kuwasilisha huu ujumbe, maana huu ujumbe ni mtakatifu. Huenda nimewasilisha kwa namna ambayo ni hafifu na inaweza ikasababisha mpenzi mtazamaji na msikilizaji wasielewe kile ambacho wanapaswa kuelewa. Lakini Bwana, kupitia Roho wako Mtakatifu anayenena sauti ya ndani, naomba sauti hiyo ikanene na kila mmoja na kumsaidia kuelewa kwa kivitendo mambo haya muhimu na ya msingi. Na uandae familia zetu kukutana nawe unapokuja mara ya pili. Asante Baba mwema, kwa sababu utatenda hivyo na kuzidi. Kupitia mwana mpendwa Yesu Kristo tumeomba na kujiacha katika mikono yako mitakatifu. Amina.